Karibu sana, ni mtumishi Malekesa tena kwa wakati mwingine. Kwa siku ya leo namshukuru Mungu sana kwa kunipatia kibali cha kuniwezesha tena kutoa ujumbe ambao anaendelea kuweka ndani ya maisha yangu ili kwamba nipate kuwapatia watakatifu wake. Jambo la kwanza, bila kuna bali itabidi mshukuru Mungu, kwa sababu bila yeye tusingeweza kupata kibali ambacho nimekipata. Kwa siku ya leo tuna maneno mawili. Neno la kwanza linasema kwamba chuki, kumchukia mtu. Chuki ni kitu gani? Chuki ni hisia ya kutokujali. Chuki ni hisia ya kutokujali kitu. Chuki ni hisia ya kutokujali kitu, kutokuvumilia au kutopenda kabisa mtu, kitu au hali fulani, mara nyingi ikifuatana na hasira, uadui au tamaa ya kulipiza kisasi. Kwa hiyo chuki ni mbaya sana na ina uwezo wa kutenganisha uhusiano yako wewe na Mungu. Ndio tunaangalia neno la pili, nasema kwamba mtu ni kitu gani? Mtu ni kiumbe aliyeumbwa na Mungu akiwa na mwili, nafsi na roho, mwili, akili, hisia, dhamiri na uwezo wa kufanya maamuzi. Kwa hiyo mtu ni mtu ambaye ana uwezo wa kufanya maamuzi, ambaye aliumbwa na Mungu. Atafanya maamuzi yake mwenyewe rasmi ambaye anajisikia kuyafanya, lakini ni kiumbe ambacho Mungu alikiumba. Tunaenda jambo la kwanza, Mungu ameumba mtu kwa mfano wake. Ukimchukia mtu unamchukia Mungu pasipo kujua, kwa maana Mungu aliumba mtu kwa mfano wake. Kwa hiyo ukimchukia mtu unachukia mfano wa Mungu, unachukia sura ya Mungu. Tukiangalia kitabu chetu cha Mwanzo 26, Mwanzo sura ya kwanza 26, na Mungu anasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa hiyo tunakuja kuona Mungu alimfanya mwanadamu kwa sura yake na kwa mfano wake. Kwa hiyo si vyema sana wewe kumchukia mtu awaye yote, kwa maana ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tunakuja kuona Mwanzo 1:27, na Mungu anasema, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wake Mungu aliumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo Mungu aliumba watu, akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa nini umchukie mtu? Itakuwa si vyema sana wewe kuchukia mtu, kwa maana ukichukia mtu unataka kuleta uhasama wewe na Mungu. Unataka kujenga uadui wewe na Mungu, kwa maana unachukia kiumbe ambacho mwenyewe Mungu alikiumba kwa mfano wake, kwa sura yake. Jambo la pili, tumeitwa na Mungu kwa upendo wala si kwa chuki. Mungu ametuita ili kwamba tupendane wala si kwa chuki, kuchukia mtu au kuchukia mwenzako au rafiki yako. Mungu hajakuumba hivyo, au hajakuita uje uchukie mtu. Alikuja akakuita ili kwamba ukae katika upendo. Na upendo ambao tunazungumzia ni upendo ambao unatoka kwa Mungu. Upendo ambao unapenda mtu na madhaifu yake yote. Kwa hiyo unatakiwa upende kila mtu na madhaifu yote, kwa maana Mungu mwenyewe Yesu Kristo alitupenda hata akaacha mbingu ili kwamba aje atukomboe. Kwa hiyo tunakuja kuona tunaitwa na Mungu, au tumeitwa na Mungu kwa sababu tuje nasi tulete upendo, udumu kama jinsi Mungu alivyo na upendo. Kwa hiyo tunaangalia kitabu chetu cha Yohana 13:35, na Mungu anasema, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Kwa hiyo watu watatambua sisi ni wanafunzi wa Yesu ni kwa sababu tumekuwa na upendo ndani yetu. Na maana tukiwa wanafunzi wa Yesu alafu tusipokuwa na upendo ndani yetu, imani yetu itakuwa ni bure na matendo yetu pia itakuwa ni bure. Kwa hiyo ili kwamba tufanyike wanafunzi wa Yesu Kristo ni lazima upendo uwe ndani yetu, kwa maana bila upendo hatutafanyika kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Tunaangalia jambo la tatu, nasema kila mtu athamanishe nafsi ya mwenzake kuliko nafsi yake. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ambacho unatakiwa ukifanya ni kitu gani? Unatakiwa uchukulie nafsi ya mwenzako, ya rafiki yako, ya mtu wako, ya ndugu yako, kuichukulia na usamani sana kushinda nafsi yako, kwa maana Mungu ametuita katika upendo na alisema kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Ambacho unataka mwanadamu mwenzako akufanyie, na wewe unatakiwa ufanye hivyo hivyo. Kwa maana hivyo, usipofanya hivyo utakuwa unajiwekea uhasama. Kwa hiyo kila ambacho unataka mwanadamu mwenzako akutendee, jaribu na wewe kutendeana hicho hicho. Na ndio maana Biblia inasema kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Na maana uweke nafsi ya jirani yako kuwa kipaumbele kuliko nafsi yako. Kwa hiyo tunakuja kuona kitabu cha Filipi 2:3, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na
amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba kila mtu amhesabu mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake. Kwa hiyo chuki haiwezi kujenga na chuki, au chuki haiwezi kujenga lolote. Kwa hiyo kama una mtu ambao unamchukia, jaribu kumuondoa ndani ya nafsi yako. Kwa maana ukichukia mtu unachukia mfano wa Mungu na sura yake. Kwa hiyo inakuwa inakuwekea uhasama ambao unaweza ukakosa mbingu kwa sababu ya kitu kidogo sana ambacho kinaitwa chuki. Kwa hiyo tengeneza nafsi yako, tengeneza roho yako. Usiwe na chuki na mtu yote ndani ya nafsi yako. Asante kwa sababu umenisikiliza, na namshukuru Mungu kwa maana ujumbe huu umekujenga. Kama kuna swali, dondosha kwenye comment ambao unataka labda upate majibu, dondosha kwenye comment, na kama hujafanya kusubscribe, jaribu kusubscribe, like na comment, na tumaini tutakutana video ifuatayo. Asante sana na Mungu endelee kuwa nawe. Tutakutana tena kwa wakati mwingine. Thank you. Asante kwa kutazama. Kama ujumbe huu umekugusa, tafadhali like, comment na kusubscribe. Usisahau kushiriki na wengine. Tutaonana tena kwenye video ifuatayo. Kwa neema ya Mungu, baki salama na uendelee kuwa na Yesu.